Karibu tena katika mwendelezo wa kazi mbalimbali za fasihi, na raundi hii bwana, tunakuja na uchambuzi wa tamthilia ya Mashetani iliyoandikwa na mwandishi Ibrahim Hussein. Ni hapa katika Mabala The Storyteller ambapo utapata uchambuzi wa kina kuhusiana na kazi mbalimbali za kifasihi. Nikusii tu usisahau kusubscribe kwa ajili ya kujipatia mwendelezo wa kazi mbalimbali na pia kubwa kama sehemu ya support ya kazi ambayo inafanyika. Langu jina ni John Mabala. Nikaribishe uweze kusikiliza kwa kina uchambuzi wa kitabu kinahusu nini, ili uweze kuelewa. Tutapitia hatua kwa hatua na kuangalia ni kwa jinsi gani mwandishi Ibrahim Hussein alifikiria nini na alimaanisha nini alipoandika tamthilia ya Mashetani. Ni tumaini langu kama huto skip hata sekunde moja, ukasikiliza kwa umakini, utaweza kuelewa nini ambacho mwandishi alimaanisha. Kwani simulizi hii na uchambuzi huu umejikita katika lugha adhimu na tamu inayoeleweka ya Kiswahili, ambayo msikilizaji yoyote akisikiliza ataweza kuelewa. Kwanza tuanze na utangulizi wa kitabu cha Mashetani. Mashetani ni miongoni mwa kazi mbalimbali za Ibrahim Hussein, kazi ya 4 ya uandishi wake. Katika hii kazi aliandika katika kipindi ambacho ilikuwa ni kipindi cha baada ya mapinduzi ya Zanzibar pamoja na baada ya uhuru wa Tanzania, hasa kipindi ambacho serikali ya Tanzania ilipoingia katika mfumo wa Azimio la Arusha. Kipindi hiko kulikuwa na mfumo ambao ulikuwa ni wa kikabaila. Mfumo huu ulihusisha uchukuaji wa baadhi ya sehemu ikiwemo ardhi na baadhi ya vifaa mbalimbali, vitu vya uzalishaji ambazo walikuwa navyo watu walinyang'anywa na wakamilikishwa watu wengine. Kwa hiyo watu waliokuwa matajiri kipindi cha zamani walinyang'anywa mali zao baada tu ya kupata uhuru, na ndipo ambavyo naona kwamba maisha yanabadilika. Wale waliokuwa matajiri wanakuwa maskini na ule utajiri unanufaishwa watu wengine kwa tabaka ambalo la watawala mabwanyenye ambao wanaingia, na hatimaye mgogoro unazuka kati ya tabaka iliyotolewa na ambalo linaingia. Mwandishi Ibrahim Hussein anatengeneza lugha ya kishairi, lugha ambayo imejaa mafumbo mengi sana, na kumwelewa inabidi usome kwa makini na jicho ya kilifu la kichambuzi. Na Mabala The Storyteller ipo hapa kukuletea uchambuzi ulionyooka, na kwa hakika utaelewa kitabu kilikuwa kinahusu nini. Kwa kwanza tuanze kupitia maonyesho kwa ufupi. Mwandishi Ibrahim Hussein katika onyesho la kwanza anaanza kuonyesha juu ya wahusika wawili ambao hawa ndio wametembea kama wahusika wakuu, Juma pamoja na Kitalu. Hawa wanaonekana wakiwa ni wanafunzi wa chuo kikuu, wasomi kabisa, na raundi hii wanaibukia katika maeneo ya Mbuyu katika matembezi yao. Wanafika kule wanataka kucheza mchezo. Huo mchezo ambao wanaucheza ni kati ya binadamu na shetani. Sasa Juma anacheza kama shetani na anamuomba Kitalu ili aweze kucheza kama binadamu. Ndivyo wanavyokuwa wanaingia katika ule mchezo. Wanapozama katika ule mchezo, tunaona kwamba wahusika wote wanabadilika sasa, anakuwa shetani pamoja na binadamu. Mambo yanaendelea mule ni mateso kati ya shetani kwa binadamu. Anamlazimisha kuongea lugha yake yeye, anamtesa kwa baadhi ya mambo, anampa siri, lakini siri ambayo inamuumiza na kutengeneza sumu katika mwili wake, jambo ambalo linafika wakati huyu binadamu anapambana na kutaka kumuua shetani. Hatimaye anaamua kumuua kwa kisu, lakini kabla ya kumuua anampa masharti matatu, ikiwemo kusherehekea sherehe ya kifo chake. Anamuomba kusherehekea sherehe ya kifo chake kwa Waltis, lakini pia anamjaribu kumwelekeza masharti mengine ambayo kama akiyafuata ataweza kumuua. Kitalu akakubali masharti hayo na hatimaye akaweza kufanikiwa kuchukua kisu na kuweza kumuua. Lakini swali anaanza kujiuliza, Kitalu anaanza kujiuliza, huyu shetani nimemuua kweli? Mbona kama vile yupo au amenyamaza kimya? Anaanza kupata mashaka baada ya kutaka kumuua shetani. Sasa tutaendelea na tutachambua kama hawa mashetani wa kina nani? Huu mchezo ni upi? Utaona kwa kina na utaelewa nini ambacho mwandishi alikimaanisha. Katika onyesho la pili hapa mandhari ya pili inachezwa katika akili ya Kitalu, na hapa tunaona kuna mhusika Juma pamoja na mama. Juma anaelekea kwa kina. Onyesho hili linachezwa katika nyumba ya Kitalu. Sasa mamake alikuwa anapiga pasi na Juma anaingia, anakwenda kumsalimia rafiki yake Kitalu. Anafika kule anakaribishwa na mamake Kitalu, anaeleza kwamba hajawatembelea muda na kulingana na ubizi wa mambo hapa na pale, lakini mwisho wa siku Kitalu alikuwa zake chumbani amejifungia. Sasa mamake Juma akamuita Juma na akatoka nje kwa ajili ya mazungumzo na Juma. Kwa Kitalu akawa anazungumza na Juma. Katika mazungumzo yao wanagusia masuala mbalimbali. Kitalu anaonekana alikuwa amejifungia ndani akisoma kitabu kinachofahamika kwa jina la Outline of African History. Sasa Juma aliposikia akamuuliza ni nani aliyokiandika hiyo kitabu, lakini akaona amtajie. Juma akamwambia kitabu kizuri zaidi anatakiwa kusoma kinaitwa The Essence of Colonial Heritage. Wakaendelea kupiga stories za hapa na pale, lakini Kitalu akajaribu kueleza kutokana na usomi wake jinsi alivyo, anaona alipokuwa anasoma vitabu amepata fikra, na anaona kama kozi aliyochukua ya sheria, yani law katika chuo kikuu, anatamani hata ibadili kwa sababu imebadilika kulingana na mtazamo wake, anatamani kubadilisha fakati. Juma akashangaa kwamba wewe unapewa mshahara mkubwa, unapata pesa nyingi na heshima nyingi, lakini bado unataka kubadilisha. Hizo ni hadithi bwana.
hata bibi yake anazijua. Kitalu akasema mimi sina shida ya mshahara, lakini kuna vitu vya msingi ambavyo naviongelea. Juma akajaribu kukataa, akasema hapana, umeenda vyuo vikuu tu kwa ajili ya kutafuta tu mshahara basi. Akamwambia hapana, mawazo yako ni ya ovyo kweli. Nilipata pesa ya sheli huko, kulikuwa na pesa huko sheli nilikuwa nafanya, nikaacha nikaja chuo, nilikuwa nataka pesa singebaki huko tu. Anajaribu kumueleza kwamba hajafuata chuo kikuu pesa, lakini amefuata maarifa. Wakaendelea kubishana hapo na Juma kuhusiana na hilo swala, lakini mwisho wa siku Kitalu akamwambia acha maneno yako ya kishetani unayozungumza. Kwa hiyo mgogoro kati ya Kitalu na Juma ukaendelea. Wakajikuta wakizungumza maneno mbalimbali, stori mbalimbali zikaendelea, kila mmoja akijaribu kutoa ya kwake. Miongoni mwa sehemu pia Juma Kitalu alijaribu kuelezea katika mazungumzo yao ni kuhusiana na habari fulani. Akamdokeza Juma, hebu Juma, nataka kusema jambo moja. Akamwambia akili yangu haipi ulimi maneno yanayoelezea kuhusu kwangu ama feelings zangu. Anajaribu kutoa mfano. Toka tumepata uhuru sisi wa Afrika hapa imekuwa ngumu tumeingia. Mfano mzuri. Imekuwa kama tumeingia katika jahazi moja. Jahazi zuri lakini jina letu limeandikwa. Lakini nahodha anajaribu kuuliza hivyo. Juma anadaikia kwamba nahodha ni nani? Nashika spani. Sasa katika maongezi yanayokuwa naongea bahati nzuri au mbaya yanakatizwa na kusikia sauti ya baba yake Kitalu ambaye anaingia akiwa anaimba, akiwa na furaha kweli, anaita papa, anapiga kelele. Sasa mama Kitalu pia naye anaingia, anamkaribisha vizuri, makelele yanaendelea kwa furaha, papa, very beautiful life. Anafurahia ile maisha. Nakumbuka baba yake Kitalu alikuwa ni tajiri na Juma alikuwa ni maskini, ambao mwanzo alikuwa ni matajiri lakini mali zao zilinyang'anywa kutokana na mfumo wa kikabaila ambao ulikuwa umeingia baada tu ya Tanzania kupata uhuru. Kwa hiyo baadhi ya watu walijimilikisha mali na kuwa matajiri, na baadhi ya watu wakatoka katika utajiri wao, mashamba yao na mali zao zikanyang'anywa. Sasa miongoni mwa watu waliofaidika ni wakina Kitalu, na miongoni mwa watu ambao hawakunufaika na mfumo ni Juma ambaye alicheza kama shetani. Sasa onyesho unaendelea kwamba huyu anajaribu kuelezea gari jipya alilonunulia na anaita familia yake pale, gari mpya aina ya Benz, washerekee pamoja na kwa ajili kutoka kwa ajili ya raundi moja, kwa ajili ya kurefresh na kufurahia huko. Lakini Juma akakataa kuongozana nao na akawataka tu aende. Onyesho la pili linafanyika katika nyumba ya Kitalu, na hapa tunamuona kwamba baba yake anasoma gazeti lakini mama yake anaendelea kushona nguo. Hapa sasa tunamuona mfanyakazi wao anaitwa Mfaume akiwa anatoa huduma baada ya kuitwa na mama yake katika kazi mbalimbali za nyumbani. Anaonekana Kitalu kana kwamba hayupo sawa, na baba yake anamuuliza kwamba je, Kitalu unaumwa? Anasema hapana, lakini naona nabumbuazi, nafikiri vitu vingi sana. Anaonekana baba yake anashangaa, mambo gani hayo? Anasema kama mashetani hivi. Akamwambia mashetani gani hayo? Baba yake anashangaa. Akajaribu kumuelezea kwamba mashetani ni wapi. Na inaonekana ameathiriwa na ule mchezo uliokuwa umechezwa, kiwango ambacho fikra zake zimekuwa kubwa sana, na anaanza kuhusiana na masuala haya ya mashetani. Babake anaanza kumuona anaumwa. Lakini baadaye anajaribu kumuuliza tena, anasema anaumwa kichwa tu na hakuna shida yoyote. Sasa katika mazungumzo yake babake anajaribu kumuuliza, lakini rafiki yako Juma namfahamu kwamba anatoka Unguja, lakini anatoka sehemu gani na wazazi wake wanafanya nini? Kitalu ndio anajaribu kuifumbua siri juu ya maisha ya kina Juma kwa babake, kwamba wazee wake walikuwa na mashamba ya karafuu, lakini baada ya mapinduzi ya serikali ikachukua yale mashamba. Kumbe ndio walikuwa mabwanyenye hawa. Sale, si ajabu baba yake alikuwa na watumwa. Anajaribu kufikiria, kama ana nini? Kama mgonjwa tumpeleke hospitali. Anajaribu, lakini anamuona Kitalu kana kwamba haipo sawa vile. Mamake anamwambia Kitalu anaumwa. Babake anasema apewe aspirin tu na pengine labda anaweza akakaa sawa. Lakini mamake anajaribu kusema anahisi haya ni mashetani ambayo yanampata huyu kwa sababu walikuwa anakwenda kuchezea kwenye mbuyu. Sasa pengine labda ndio ameingilia, na kama unavyojua maeneo ya mbuyu ni sehemu ambayo yanapatikana sana mashetani. Sasa onyesho la pili likawa limeishia hapo. Onyesho la tatu mwandishi anasema anacheza kawaida tu, na inaonekana Kitalu akiwa anazungumza na mama yake. Mama yake anajaribu kumuuliza kwamba mbona umeshika tama, lakini anasema mimi nimejinamia tu, bado kichwa kinauma, bado nafikiria baadhi ya mambo. Anaonekana anazama katika fikra, na zile fikra zinamfanya aonekane kana kwamba anaumwa. Mama yake anamwambia unafikiria nini? Akajaribu kumwambia nafikiria hadithi aliyokuwa amezungumza bibi yangu. Hadithi hii ilikuwa inazungumzia hadithi ya Chewa aliyovuka bahari 7, na Chewa mkubwa huyu akavuta pumzi, maji yote yakakupwa. Maji yote yakaingia kinywani mwake, na kutoka huko aliko akaivuta na kumeza mashua yote anayoitaka. Mashua aliyoivuta na mkondo wa maji ikataka isitake. Mashua inavutwa na mkondo wa maji, itake isitake. Na huyu Chewa sio Chewa bali shetani. Juma anajaribu kueleza kwamba kila kitu ni shetani, na anawaza mashetani. Anaonekana kama mashetani yamemuingilia hivi, na wazazi wake wanahisi hivyo pia, na wanajikita sana kutafuta suluhisho la changamoto hii ambayo amepata. Mama akasema ni hadithi nzuri sana, lakini amekwambia nani? Akasema ni bibi yake Juma alitusimulia siku moja hii habari ya mashetani. Na nazipenda sana hizi hadithi. Mama yake akamwambia hakuna mtu anayeziamini hizi hadithi sasa hivi, ni nzuri lakini sio za kujikita nazo. Akasema
hakuna mtu Kitale akasema hakuna mtu anayeamini tena. Lakini akajaribu kumueleza shetani anajigeuza na utaka, anaweza kuja katika sura mbalimbali. Nakumbuka siku moja bibi yake Juma alisema shetani anaweza kuwa rangi ya baba, ndugu yako, au sio, au kwa namna yote ile. Mama yake hakuamini hayo maneno, akasema hizo ni hadithi za zamani, hebu achana nazo bwana. Sasa mfalme akawa amefika katika maongezi yao pale, na Kitale alipomwona mfalme akamuuliza, wewe mfalme unaamini kuhusiana na uwepo wa mashetani? Mfalme akasema ndio, mimi naamini. Akatoa uzoefu wake, akasema siku moja Magomeni huko karibu na jangwani, alipokuwa peke yake, ghafla akashangaa kuna dereva mmoja akiwa peke yake tu pasipokuwa na gari lolote, akachepuka njia akaenda zake kujilaza kwenye basi, ikapinduka kichwa chini miguu juu. Sasa baada ya kuulizwa, yule dereva akasema shetani yupo kazini. Kaona njia mbili alipokuwa akiendesha, na hatimaye yule dereva akaamua kukwepa ile njia ya kwanza na akajikuta amepinduka. Akasema kwamba huyu ni shetani yupo kazini. Akasema mashetani wapo bwana, wapo sana, lakini tumezibwa macho tu hatuwaoni. Kwa hiyo mfalme naye akasupport kwamba mimi naamini kwamba mashetani wapo. Sasa katika onyesho la 4 linajaribu kueleza kwamba mgogoro unazidi kukua na kuanza kuonyesha kwamba Juma hali yake inakuwa sio nzuri sana, na mamake anajaribu kutoa ushauri kutafuta dawa za kienyeji waweze kutumia na kuachana na dawa za kizungu ili aweze kupona kwa haraka. Lakini babake anajaribu kumshangaa kwamba anasema dawa za kizungu hazifai nani. Mamake akasema ni siku ya ngapi ambapo daktari anaingia na anakutoka, lakini hauni ugonjwa wowote, mtoto anakaa vile vile tu. Kwa hiyo jaribu kutafuta njia hii. Babake akasema kama unataka ni hivyo, kama ndivyo hivyo, ana ugonjwa wa wasiwasi, anaye shetani. Kabla hajamaliza kuongea, mamake akajaribu kumdakia, akasema tuseme tu ukweli, huamini hata kidogo kuhusiana na masuala anayoongea haya. Ukifanya mambo fulani unaweza kushikwa na shetani. Jibu, mbona umenyamaza? Akamuuliza hiyo swali. Akasema mimi naona maneno tu ya puzi haya, wala sitaki hata kuelewa, na sitaki ugomvi wote. Daktari anakuja na sitaki ugomvi wote, kuanza kujibishana kwa maneno yasiyokuwa na faida. Sasa baadaye daktari anafika pale, mamake anajaribu kumueleza kwamba daktari anampima mtoto, anajaribu kumpima lakini haoni ugonjwa. Sasa hii haoni kwamba sio hali ya kawaida. Baba akasema sawa, kama unataka kwenda, akamwambia kama unataka kupima kwa mganga wewe mwenyewe muite, yaani ni kunitoa roho mimi bure, utakapoamua amua tu hivyo. Akasema ni afadhali kumwita mganga kuliko kumpa madawa haya usingizi, hayana maana yote, kwa sababu hatapona, atalala, ataamka, atarudi kwenye ugonjwa wake wa kawaida. Basi wakati wanaendelea mazungumzo yao, daktari akawa ameshafika. Sasa daktari alipofika, ulikuwa ni daktari wa pili, inaonekana wa kwanza ameshatibu, ameshinda, kuja daktari wa pili. Alipofika akamkuta Kitalu pale katika hali yake ile ile ya ugonjwa ambao upo naye, ugonjwa wa kiakili, ugonjwa wa kuzungumza maneno yasiyofaa, ambao unaonekana kama vile ana mashetani. Anajaribu kumueleza kwamba anajaribu kuulizia maendeleo ya dawa zake alizokuwa amezitoa, na wanasema dawa zile alizompa zimeisha, lakini anasema leo bora lale pale pale, na akasema leo bora tu mwache tu alale. Alitaka pia kufanya maongezi naye na hakuna haja hata ya kumpa dawa tena. Mama yake akajaribu kumuuliza unazungumziaje ugonjwa? Daktari akajaribu kusema sina hakika kama anaweza kutibu huu ugonjwa, lakini hakuna namna. Vinywaji vinaita, anaendelea kunywa pale daktari. Sasa baadaye daktari akazidi kufafanua kiundani, kiukweli huu ugonjwa hata mwenyewe siwezi kutibu, maana haina haja kuja kila siku nikachukua pesa zenu za bure. Akaeleza ukweli kwamba ugonjwa hata mwenyewe siuelewi, yani ni ngumu kutibu. Ugonjwa huu nafikiri pengine labda ni kuchoka kwa akili tu, kwa sababu hawa ni wanachuo na wana mambo mengi wanavyosoma na kuyafikiri mambo mengi, pengine labda ndio inapelekea neurosis. Akasema neurosis ni nini? Akasema wazimu. Akasema si wazimu, hapana si wazimu, lakini sijui nisemaje kwa Kiswahili, lakini ni machofu makubwa ya kiakili, yani uchovu wa kiakili. Pengine hata anakosa muda wa kupumzika vizuri, akipata muda anaweza kurudi katika hali yake ya kawaida. Akajaribu kumuelezea kwamba ndio maana ametoa dawa usingizi ili kidogo apumzike, aweze kurejea katika hali yake ya kawaida. Sasa mama yake akajaribu kumuuliza babake, kama daktari huyu hawezi kufanya sote, tufanye nini sasa? Babake naye akasema tu, akamrudia swali kwa daktari, tupe maarifa, tufanye nini sasa sisi? Daktari alijaribu kutoa ushauri kwamba afadhali wangojee siku 2-3 zile dawa zilizompa zitamfaa. Hakuna haja tena ya kuendelea kupoteza muda wala kupoteza gharama. Na kama ataendelea kuwa hivi basi watampeleka kwa mganga wa akili, lakini anaona pasubiri kwanza wasikilizie zile dawa ambazo alizokuwa amezitoa. Basi daktari akawa ameondoka zake na onyesho hilo lilikuwa limeishia hapo. Katika sehemu ya 3, onyesho la kwanza linaonyesha kwamba Juma pamoja na mamake Juma wakiwa wanazungumza nyumbani kwa Juma. Na hapa inaonekana mamake Juma anamtuma Juma. Kila anapokuwa anamtuma Juma hafanyi kile kitu anachokifanya mamake. Hata kama kifanya akifanyi kwa wakati. Anapomgombeza bibi yake anamtetea tena kwa ukali. Anamsema mamake Juma kwamba unachofanya sio sahihi. Inafika muda babake Juma anataka kwenda msikitini, kwa hiyo anamuita Juma kwa ajili ya kumlindia duka lake. Lakini Juma ameshapotea kabisa. Anapojaribu kusemwa bibi yake anamtetea na anamsema mamake ukali kabisa.
Onyesho hilo linashangaza sana na mgogoro kati ya bibi yake Juma pamoja na Juma. Na onyesho linalofuata tunaona linachezwa kionyesho watumishi mbalimbali, mtumishi wa kwanza na mtumishi wa pili. Katika watumishi wa pili anaonekana mtu wa kwanza na mtu wa pili. Sasa mtu wa kwanza anaagiza vitu na watumishi hawa ndio wanaofanya kazi ya kusambaza vitu, na kwa sababu onyesho la pili linachezwa hotelini. Wahudumu wake wanapewa uhusika wa jina la watumishi wa kwanza na mtumishi wa pili. Anawasikiliza watu na wanasikiliza oda za watu mbalimbali. Wateja wao pale wamepewa uhusika wa mtu wa kwanza pamoja na mtu wa pili. Wale ndio kama wateja sasa. Kwa hiyo mtu wa kwanza anakuwa anamwagiza yule mtumishi wa kwanza, mtu wa pili anamwagiza mtumishi wa pili, hivyo. Sasa katika mazungumzo yao wanapokuwa wanaagiza, wanakuwa wanawatumikisha, lete whisky, lete double whisky. Anajaribu kumwambia leta si nini katika lugha ya ukali. Anajaribu kutumia lugha ya utawala wa juu sana na kuwatumikisha hawa watumishi. Akileta hivi anamwambia hivi, lakini Juma naye alikuwepo pale. Sasa mtumishi mmoja hasa wa pili akamwambia mtumishi mwenzake, hivi umemwona, tazama yule pale, anamnyoshia mkono Juma, tayari anacheka peke yake, huyo anasema peke yake, tayari kaingiliwa, mtazame, namuona anawashaka huyo mwananchi huyo ameingiliwa na shetani. Wakajaribu kugusia hiyo swala. Walipokuwa katika mazungumzo, mtumishi wa kwanza kawaita hapo, akamwambia aisee, mambo hayo ni mabaya, basi nakuita tu, unaitoka mara moja, mbio, haya haraka, njoo hapa. Unaona jinsi gani ambavyo lugha zilikuwa zinatumika, anasema jinsi gani ambavyo lugha zilikuwa zinatumika za ku command sana. Lakini akamwita mtumishi wa kwanza, sawa mzee, akaja. Mtumishi wa kwanza akaja pale, akafika, akatoa zile oda zake alizokuwa ametumwa na mteja hapo akiwa ameendelea. Katika sehemu ya 4, onyesho la kwanza na onyesho la mwisho linaonyesha marafiki wale ambao walikuwa wametofautiana, na mmoja akiwa anaumwa, lakini wote walikuwa ni wasomi. Marafiki ambao walianza katika mbuyu kwa mara ya kwanza ndio wanafunga simulizi ya tamthilia ya mashetani, wakiwa pamoja katika mazungumzo mbalimbali, wakipiga stori za hapa na pale. Stori zao zinajaa tafakari ya fikra ya kinifu na wanajikita katika kuchanganya mambo mbalimbali, na mwisho wanahitimisha kwa kutaka kucheza tena ule mchezo uliokuwa umechezwa mwanzo. Raundi hii katika kutaka kucheza mchezo, Kitaru anasema mimi si binadamu tena, ninaomba niwe shetani. Anajaribu kuomba kubadilisha husika. Juma anaposikia vile anakataa. Anasema lakini iweje wewe, mimi siwezi. Wewe ndio uwe, mimi ndio nitakuwa shetani. Yeye anasema hapana, mimi nitakuwa shetani. Kwa hiyo wakajaribu kubishana wao kwa wao, kila mmoja anagombania nafasi ya kuwa shetani. Hataki kuwa binadamu. Kwa nini anafanya hivi? Tutapata maana katika uchambuzi. Lakini mwisho wa siku unajikuta mbishano ule unazua taharuki na hatimaye wanaingia katika mgogoro wao kwa wao na kutengana. Sio kwa sababu nyingine za kimwili, bali ni kwa sababu za kiitikadi, za fikra. Huyu anataka kuwa shetani, huyu hataki. Kwa mwisho wa siku akaamua kugombana. Basi Juma akajaribu kumweleza kama ni hivyo, kwa heri, akamwaga pale, akamwacha, akasema baki mwenyewe. Akamwambia huwezi kusema kwamba umeshindwa kabla hujaribu. Hutaki hata kujaribu Juma, nitakupitia kesho. Umesikia? Huwezi kuacha hadithi ya jana zitawale roho zetu za kesho. Anajaribu kumwelekeza kitu, anajaribu watu tofauti zao wakae. Anajaribu kuzungumza yeye, lakini Juma tayari ameshashika njia na kutaka kuondoka. Hatimaye Juma anapotea na kuondoka. Mwandishi anahitimisha tamthilia hiyo katika mwisho wa namna hiyo. Sasa basi, ukiwa unasoma maonyesho haya, nikana kwamba unaweza ukaona tamthilia hii haina kitu chochote na unaweza ukachanganyikiwa, lakini uchambuzi wake utapita katika kina cha tafakari na utachambua, na kwa hakika utaelewa kwa urahisi kana kwamba unakunywa maji ya baridi katika joto kali. Karibu sana katika mwendelezo mzuri wa Kazi ya Fasihi. Langu jina ni John Mabala. Usisahau kusubscribe, baki hapo hapo katika sekunde chache tuje katika uchambuzi wa tamthilia ya Mashetani.